Usiku wa Jumamosi, yaani tarehe 4 mwezi wa 10 2025, na usiku wa Jumapili tarehe 5 kwenda tarehe 6, kumekuwa na namna zenye kutia mashaka ambazo nimeona vema kutokana. Basi mtu mwingine kasema, kwa nini unatujulishaga mengi? Kwa nini na hili pia hukutujulisha? Hata tusingekuwa na la kufanya, lakini tungeendelea kuomba kwa nguvu, na pengine tunaweza tukatoa na wazo lolote juu yako. Na hata mamlaka naweza kusema pana, pengine njia hiyo ya mitandaoni tungeisikia kirahisi kama ambavyo tumewahi kukusikia katika namna zingine ambazo umekuwa ukihubiri ama kutoa taarifa fulani yenye kuumiza au ya sintofahamu. Usiku wa kuamkia Jumapili saa 2 usiku wa Jumamosi saa 2 ya usiku, gari hii hapa ilipaki kwa muda mrefu sana karibu sana na nyumbani kwangu tunapokusanyika kwa ajili ya kumwomba Mungu. Baada ya watu wa protocol kuifuatilia kwa ukaribu pamoja na kupata namba yake, ilifanya kama imetoka ikaenda mbele kidogo, lakini baadaye tena ikarudi ikaja kupaki kwenye eneo hili hapa. Lakini waliendelea kuifuatilia kwa ukaribu sana, pamoja na kuchukua namba ambayo singeona sababu za kuiweka wazi. Hiyo namba pengine mamlaka zinaweza zikahitaji watapewa na watu wa protocol, kwa sababu pengine kwa sasa basi Mungu ajua. Baadaye ilitoka, ilienda sehemu nyingine mbali kidogo. Watu wa protocol waliifuatilia, walienda kuiona mahali imeingia mahali. Walipokuwa wanataka wafanye namna zao fulani, basi wakakuta tena pale imeondoka. Lakini usiku wa saa 8 wa kuamkia Jumatatu tarehe 6, usiku wa saa 8 na dakika 1, ilionekana tena gari nyingine hii ambayo unaiona hapa, ambayo ilipaki usiku wa saa 8 na dakika 1. Nimejaribu kutoa taarifa kwenye mamlaka fulani ambazo zimeahidi kufanyia kazi kwa namna moja ama nyingine taarifa hii. Mwisho niseme kwamba kutoka dhati ya moyo wangu sijawahi kufanya mashindano, mapambano, na ndio maana sijawahi kutumia lugha za mimi sifi, mimi hakuna wezaye kuniua. Sijawahi kufanya chochote ili nipambane na yeyote, ili nimtunishie msuli yoyote. Kama mhubiri nilikuwa najaribu kuonyesha namna ambayo inaweza kufanya tukapata mafanikio makubwa zaidi bila kuumizana. Sasa inawezekana ni kwa namna hizo pia bado naweza nikawa nimetafsirika vibaya, ikiwa movement za hizi gari
zina namna yoyote ya kutafuta kunidhuru, ikiwa kuna namna yoyote ya kutafuta kunidhuru, siamini katika kupambana, siamini katika kutunishana misuri, kwamba mimi pia naweza nikamtunishia misuri, nikatunishia misuri mtu yoyote. Ni kweli nimewahi kukiri lugha ya kwamba kufa kwa kupigwa risasi, najua inawezekana. Kufa kwa kupigwa na kitu kizito inawezekana, kwa kuwa mamlaka hazikiri moja kwa moja kwamba zinahusika, ama hazikiri kabisa, ama hazihusiki kabisa mamlaka halali za serikali kwamba zinahusika na utekaji. Kwa hiyo inadhaniwa, inawezekana wanaoteka wanaweza akawa ni vibaka. Kwa hiyo ni kweli nimewahi kukiri kwamba mazingira ya kwamba naweza nikatolewa mahali, aidha niwe nimeuawa au niwe nimezimia, na inawezekana nisiwe mimi peke yangu, pakawa na idadi kadhaa za watu wanaweza kawa wamezimia, wamepigwa risasi na vitu kadha wa kadha. Hiyo sio kutunisha msuri. Niliona kwenye klipu hiyo kuna vijana walicomment wakasema basi na sisi, niliona kuna vijana fulani walikuposti kusema basi na sisi tutakavyokuja tutakuja tumejipanga kweli kweli. Kwa hiyo nia yangu ilikuwa kwamba ikiwa wanaokuja kutekeleza hilo si mamlaka zilizopo kisheria na ziji kwa namna ya kisheria, ni kweli kwamba nakubali kufa, kubali kuzimia, kuzimishwa, lakini sikuona vizuri kwamba tuongeze na lingine la watu wawe wanatafuta wajui pia uliko. Linawezekana, ila nisema tu linaweza lisiwe rahisi. Linaweza lisiwe rahisi kwa sababu hatari ambazo tumeendelea nazo kwa siku nyingi zinakuwa sasa zimeshaua roho, zimeshaua moyo. Moyo umeshakufa kabisa, kwamba sasa kwa hapa unajua hatari kisha imekujia ya aina hii, imekujia ya aina hii, imekujia ya aina hii. Unajaribu kuangalia kosa kubwa kabisa. Pia unaona pengine mtoto kaondoka kwa sura hii, binti yangu Sifa kwa sura hii, nimefungwa gerezani. Kuna mara hata siku hizi ambazo nimeendelea kuishi, nimeishi kwa ajili ya wale ambao nimekuwa faida kwao, ambao naamini baadhi yao inawezekana kabisa hawa wanaweza kuja, kama hawajaja kwa taratibu za kisheria, naweza kwenda mahali hapo kanisani wakaenda kwa taratibu ambazo si za kisheria vizuri. Inawezekana hao wakawa radhi kupoteza uhai wao kwa sababu ya kulinda mtu yule ambaye amewahi kuwafaa. Hata hivyo, sitoi taarifa hii kwa mashindano. Sitoi taarifa hii kwa mashindano ya kwamba basi wanataka kufa wengi, basi tuwaue wengi. Mimi nimesema mara kadhaa, pamoja na yote, njoni tuzungumze. Njoni tuzungumze, tunaweza tukaendaje mbele hata baada ya madhila mengi kwa sura kama hii. Mimi ni mtu wa Mungu. Isaya alikuwa mtu wa Mungu, aliitisha mazungumzo kama mtu wa Mungu, kwamba Bwana asema njoni tuzungumze. Mungu anasema njoni tuzungumze. Hivyo naomba sana mamlaka zinazohusika na ulinzi na usalama, kama napata kibali kwao, basi wafanye namna ili eneo
tuwe na insurance ya kwamba kunaweza kukacha salama. Tumetoa taarifa hata kwa mamlaka zilizo karibu na sisi za mtaa tuliopo, balozi tuliopo, na kama nilivyokujulisha kwamba tumetuma taarifa kwenye mamlaka fulani. Katika hali yoyote inawezekana usinione sana nikizungumza mambo haya tena na tena, na kama kwa njia yoyote hatutakuwa hai, mimi nafurahi kwamba nikiwa duniani nimejaribu kutimiza wajibu wangu kuonyesha jamii kwamba tungefanya kwa namna hii tungefanikiwa zaidi pasipo watu wengine kulia. Kwangu kuonyesha madhara ya matendo fulani, kwamba jambo hili na madhara 1, 2, 3 na jambo hili jema lina faida 1, 2, 3. Kwangu na kwa Biblia nisomayo niliamini ndio kuhubiri neno la Mungu, na kama naweza kuuawa kwa sababu hiyo, niliamini huko ndio kufa katika Kristo au kufa katika Bwana, tangu sasa mtu apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Najua mke wangu amepata mapigo ya aina nyingi mabaya sana, ameumizwa moyo kwa namna mbalimbali. Watu wengi ambao nilikuwa faida kwao, nimekuwa faida kwao, watakuwa na wakati mgumu sana, na nikujulisha tu kwamba ni kwa mazingira hayo tuna zaidi ya mwezi ambapo mimi sina simu yoyote ambayo unaweza kunikuta kirahisi ukiongea na mimi kwa njia ya simu. Lakini 2, tumekuwa pamoja sana na wale tunaweza kuwa pamoja nao, kiasi kwamba inawezekana kabisa wakati huo unaweza kuwa mwisho wa maisha ya watu wengi, kiwemo mke wangu. Nadhani majirani wanaofahamu wanajua alikuwa na shughuli anazozifanya za kuuza vya kuuza sokoni pale Isyesye, anazifanya na watoto wake bazo kimsingi za watoto wake, na kwa sababu tu anakuwepo hapo, basi ana muda mrefu ambao si usiku si mchana, na kwa pale na kusema kama kuna itakalotokea, aidha litokee na yeye pamoja naye, au akiwa amelishuhudia mpaka dakika ya mwisho. Kwa hiyo naomba sana kama kuna sababu, kuna uwezekano kuzuia haya. Kama sivyo, tulitoka kwa Mungu na kwa Mungu tutarejea. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Mungu, na kama tukifa, twafa kwa Mungu. Kwa sababu hiyo, kama tukiishi ama kama tukifa, tu mali ya Mungu. Heri wafu
wafao katika Bwana tangu sasa, pate kupumzika mara baada ya taabu zao, kwani mwisho wa yote Mungu mhukumu wa haki yu karibu kuja. Hii ni maana neno Maranatha. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo.